Habari ya asubuhi msikilizaji, na karibu katika kipindi cha Yaliyojiri, tukufahamishe mengi mazuri zaidi katika kile ambacho kimepewa kipaumbele ndani ya jamii zetu, kijamii, kiuchumi na hata kisiasa. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na baadhi ya watoto wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera wamewalalamikia baadhi ya wazazi na walezi kuwa chanzo cha ukatili kwao kutokana na majukumu ya utafutaji. Na baadhi ya wakazi wa wilaya ya Gwibaga mkoani Bujumbura nchini Burundi wamehofia maeneo yao kugeuka kuwa jangwa kutokana na ukataji holela wa miti. Msikilizaji, haya ni miongoni mwa yale ambayo tutakuwa nayo. Nikusihi tu ya kwamba tuandikie ujumbe wako kuja kwenye namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615 na maoni yako nitayasoma hapo baadaye. Na msikilizaji, tunaanza kipindi chetu kwa kuanzia hapa mkoani Kagera, ambapo baadhi ya watoto wilaya ya Biharamulo wamewalalamikia baadhi ya wazazi na walezi kuwa chanzo cha ukatili kwao kwa aina ya malezi wanayoyatoa kutokana na majukumu ya utafutaji na starehe kupita kiasi. William Panju ana undani wa taarifa hii. Miongoni mwa watoto waliozungumza na kipindi hiki wanasema baadhi ya watoto wanakosa haki za msingi ikiwemo elimu na afya kutokana na changamoto za kifamilia. Watu wengi kunyanyasiwa, ndugu zao na wazazi wao kutopewa haki za msingi. Huwezi kaenda kumconvince mzazi eti amlete shule. Kama mwanafunzi waweza kuchukua hatua yote kama mimi kwangu. Kuna ambao hawajasoma pia ila wanatambua ya elimu, wanatambua umuhimu wa elimu pia. Sasa unakuta inapelekea mzazi mwingine hataki mwanae asome ili awe kama yeye, anamwambia akachunge ng'ombe. Kwa tunachukua hatua ya kuambia au kuwashtaki. Mmoja wa wazazi Bilebeka Kasubi anasema imefika hatua mtoto anakosa chakula na uji shuleni, huku wazazi wa watoto wakipata huduma ya chakula nyumbani na kusahau wajibu wao kwa watoto wao. Tunapokuwa kwenye vikao tunajadili hili, lakini hatuishi kujadili tu, tunaingia pia kwenye utekelezaji, tunaingia kwenye jamii. Isipokuwa sema jamii zetu watu wanaelewa, wapo wanaoelewa, lakini wengine ni wagumu. Lakini bado hatujaishia hapo, tunaendelea kuhamasisha na kutafuta mbinu mbalimbali za kuendelea kuhamasisha jamii kuona umuhimu wa watoto kupata lishe shuleni ili kuendelea kukabiliana na masomo. Mchungaji na makamu askofu wa kanisa FPCT Jimbo la Kagera Samson Sizia amesema viongozi wa dini wanapaswa kuwa mstari wa mbele kuwalinda watoto kwa kutoa mahubiri ya neno la Mungu kwa waumini na wazazi wao ili kupinga ukatili dhidi ya watoto. Hatutakiwi kuwatendea wenzetu au watu wengine vitendo vya ukatili, unyanyasaji na mambo mengine ambayo yanasababisha kufanya kinyume na Mungu anavyotaka. Kwa hiyo tunatakiwa kulinda, kuhakikisha kwamba kila mmoja anaheshimiwa, asifanywe ukatili na hasa watoto. Mkuu wa dawati la jinsia jeshi la polisi wilaya ya Biharamulo Joyce Bizunza anasema wazazi wajenge tabia kuwa karibu na watoto wao ili kubaini changamoto wanazokutana nazo kiwemo ukatili, ili kutoa taarifa mapema na hatua ziweze kuchukuliwa. Pindi tunapokuwa karibu nao na tunakuwa marafiki na watoto wetu, watakuwa tayari kumweleza mzazi ukatili aliofanyiwa na hatua zikachukuliwa mapema, kwa sababu kuna ukatili mwingine unapolipotiwa mapema na tukachukua hatua mapema. Kwa mfano matendo ya ubakaji, kulawiti, tunawapeleka hospitali mapema ili kwa ajili ya kupata zile huduma ambazo zinaweza kumsaidia labda kupata maambukizi yoyote, labda yule aliyefanya ukatili ana maambukizi ya HIV na magonjwa mengine. Kwa mujibu wa shirika la kuwahudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema kuwa watoto karibu milioni 400 duniani wanakabiliwa na ukatili wa kimwili na kisaikolojia majumbani. Kati yao 60% wapo chini ya umri wa miaka 5. Takwimu hizo za UNICEF zimekusanya kutoka katika mataifa 100 kuanzia mwaka 2010 hadi mwaka 2024, zikijumuisha aina zote za ukatili ikiwemo adhabu za kimwili na dhuluma za kisaikolojia. Kutoka Biharamulo mkoani Kagera, mimi ni William Panju. Asante sana William Panju kwa taarifa hiyo kutokea hapa mkoani Kagera. Na sasa baada ya kutoka hapo Biharamulo, tujielekeze kule mkoani Kigoma, ambapo wazazi na walezi wilayani Kasulu wametakiwa kuacha tabia ya kuwatelekeza watoto wao, hasa pale wanapokumbwa na changamoto ya kifedha, hususani kushindwa kulipa ada katika shule binafsi. Mwanahabari wetu Michael Mpunije anao undani wa taarifa hii.
Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa shule ya Gahima, Mwalimu Nkoko Eliud, wakati wa mahafali ya darasa la 7 ambayo yamefanyika katika shule hiyo mjini Kasulu. Amesema baadhi ya wazazi wamekuwa wakitelekeza watoto wao shuleni kwa kushindwa kulipa ada kwa shule za binafsi bila kutoa taarifa wala kuweka mawasiliano yoyote, jambo ambalo ni ukiukwaji wa haki za msingi za mtoto. Mwalimu Nkoko ametoa mfano wa tukio la mwanafunzi mmoja ambaye amehitimu darasa la 7 shuleni hapo kutelekezwa na mama yake mzazi tangu akiwa darasa la 2 na kutoweka bila kuacha taarifa yoyote. Ndugu zangu wazazi, tuna mtoto akaliwa, mama yake alishakimbia tangu darasa la 2. Leo huyu mtoto anamaliza shule, sina pa kumpeleka. Tumeishi naye hapa. Kama nimembeba miaka 7, nitamtoka leo? Na kuagiza wewe kutoka Kaliwa, kuna mzazi mwenzetu alitelekeza mtoto kule, na huyu mzazi alikuwa anafanya kazi guest. Yule mtoto alikuwa kwenye mazingira magumu sana, maisha ya guest na pombe. Yule mzazi alitukabidhi kwamba tumlelee mtoto awe katika mikono salama. Wewe fikiria na kuwa na mtoto wa mtu. Kwa ni waombe nyewe wenye shule wenzangu ambao na wewe miaka mingi unaweza kumsogeza ukimhitaji. Ndugu zangu wazazi, kulea watoto sio mchezo. Mimi nawashukuru sana, mmekuwa na bega kwa bega na mimi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Kasulu na mgeni rasmi katika mahafali hayo Bwana Selemani Malumbo amesikitishwa na kitendo hicho, licha ya kumpongeza mkurugenzi huyo kwa moyo wake wa huruma kuhakikisha mtoto huyo anamaliza masomo yake ya msingi. Kwa hiyo waombe wazazi wenzangu, tuache hata tabia sio kazuri. Yamkini ulilelewa na mama peke yake na ukabahatika kukua, mshukuru Mungu. Kuna watu wanatupwa, kuna watu wanatelekezwa, kuna mambo mengi yanayofanyika ambayo sio mazuri na sio ya kibinadamu. Nikupongeza sana mkurugenzi wa Gahima kwa kitendo ulichofanya cha kulea na kuendelea kumsomesha, kwa sababu watoto ni baraka. Na nataka nikuhakikishie, hata akifaulu na mimi nitajibarabara na familia yangu, tutaendeleza hapo alipokwamia. Mwenyekiti wa bodi ya shule hiyo Bi Ruth Mwegelano amewatia moyo wahitimu kwa kuwataka kuzingatia masomo kwa bidii na kutokata tamaa licha ya changamoto zinazowakabili. Mmeweka malengo kwamba ni lazima tuweze kumaliza ili muweze kufaulu vizuri, msonge mbele na mtimize malengo yenu. Hata Mungu amesema hatutakuwa mikia bali tutakuwa vichwa. Hiyo ndio jambo la kuzingatia. Katika hatua ya kuonyesha mshikamano na kuguswa na changamoto ya mwanafunzi huyo aliyetelekezwa na mzazi wake, wazazi na wageni waliokuwepo kwenye mahafali hayo wamemchangia kiasi cha shilingi 701,300 kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma. Mimi ni Michael Mpunije. Asante sana Michael Mpunije kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, nikukumbushe, endelea kuandika ujumbe wako kuja kwenye namba 0692573615 na baada ya kipindi hiki ujumbe wako nitausoma. Tuhitimishe kipindi chetu kwa kuelekea kule nchini Burundi, ambako baadhi ya wakazi wa wilaya ya Gwibaga mkoani Bujumbura wameeleza hofu yao juu ya uwezekano wa baadhi ya maeneo ya kata zao kugeuka jangwa kufuatia ukataji holela wa miti aina ya michongoma na mikaratusi kwa ajili ya uchomaji mkaa. Mwanahabari wetu Elias Anton kutokea nchini Burundi ana undani wa taarifa hii. Katika milima mbalimbali ya wilaya ya Gwibaga kama vile Kankima kumekuwa na ukataji miti wa kiholela unaofanywa na baadhi ya watu kwa ajili ya matumizi ya kuni na mkaa, kama anavyobaini mkurugenzi wa mazingira, kilimo na ufugaji katika wilaya ya Gwibaga, kama anavyosimulia hapa, akidai ni hasara kwa kuona miti inakatwa na hairejeshewi. Miti inaendelea kukatwa katika kiwango kikubwa na wakataji hawapandi mingine. Kuna hata sehemu nyingine miti hii inang'olewa, wanapanda viazi mviringo. Bwana Nzosaba amesema ni vyema serikali ihamasishe wananchi ili miti hiyo iweze kurejeshewa kwa maslahi ya umma. Sasa basi serikali ni vyema kusimama na kuhimiza viongozi tawala ili waweze kupanda miti mingine milimani. Maka ipo milima iliyobaki wazi, kuna hata baadhi ya miti imeshazeeka, ni vyema ikarejeshewa mingine katika lengo la kuweza kuyalinda mazingira. Kuhusiana na hali hiyo, msaidizi wa mkuu wa wilaya ya Gwibaga Bwana Siriyake ni Usure anayehusika na ustawi wa jamii amesema wilaya hiyo inayo mradi ya kupanda miti katika sehemu iliyokatwa kwa lengo la kukinga mazingira. Na ndio maana hata katika kijiji cha Kankima katika shule la Ekofokibira tumeishaandaa matuta kwa ajili ya kupanda miti mingine. Tutapanda katika vijiji hivyo hata kwingine katika maeneo ya serikali yaliyo wazi. Lazima zoezi la upandaji miti liendelee. Naye mkurugenzi wa shirika
shirika la kuyakinga mazingira nchini Burundi kwa jina la Ibidukikije by'ubuzima, Bwana Polikaripo Mugambwe, amesema ni vyema wananchi wakazingatia kuwa mazingira ni uhai. Leta nayo rero yoshobora gufasha. Serikali nayo inatakiwa kuhimiza wananchi kujali na kuilinda misitu na waachane na tabia ya ukataji miti kiholela, kwani hali hiyo ni chanzo cha uharibifu wa mazingira. Itafahamika kuwa sheria 107 ya tarehe 15 Julai 2016 inayorejelea sheria ya misitu nchini Burundi inaeleza kuwa yeyote anayekata miti kinyume na sheria ni lazima apewe adhabu ya kifungo jela kati ya mwezi mmoja hadi miezi 6 pamoja na faini ya mara 2 kulingana na uharibifu aliyousababisha. Yaliyojiri kutoka nchini Burundi, mimi ni Elias Antoni, Radio Kwizera FM. Asante sana Elias Antoni kutokea nchini Burundi kwa taarifa hiyo. Na sasa msikilizaji, ni wasaa kusoma ujumbe wako ambao umetuandikia kuja kwenye namba ya 0692573615. Nianze na ujumbe wa huyu anaitwa Ananias Tumaini kutokea kijiji cha Kumugamba hapa wilayani Ngara mkoani Kagera. Anasema wananchi huko Burundi waepuke ukataji miti ovyo ili kutunza mazingira. Haya, asante kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine hapa ni wa kwake, huyu anasema wazazi wanaotelekeza watoto ni wale wenye kuzaa kwa mimba utotoni au za kulazimishwa. Anaitwa Yotam Sugeleje wa Mubanga Buhigwe kule mkoani Kigoma. Haya, asante kwa ujumbe wako. Jaji Yafeti wa Kagezi Kibondo, jamani wazazi tuache kuwatuma watoto kazi wakati wa masomo. Haya, amemaliza hivyo ujumbe wake. Haya, asante. Lakini ujumbe mwingine hapa kutokea huko wilayani Kasulu mkoani Kigoma, anaitwa Francis Lunguya, anaiomba serikali kuchukulia hatua kali za kisheria wazazi watakaobainika wamefanya makosa ya kutelekeza watoto. Haya, asante kwa ujumbe wako. Kutokea Kakonko huko mkoani Kigoma, anaitwa Innocent Causent, anatoka pale Mugihanga Churazo. Wazazi na walezi huko Biharamulo, msikimbie kutafuta maisha na kusahau watoto, sio jambo jema. Anamaliza kwa kusema hivyo. Haya, ujumbe mwingine hapa ni wa kwake, huyu anaitwa Majengo Melkioli kutokea Bulengo hapa wilayani Ngara. Anasema wazazi tuache kutelekeza watoto. Je, na wewe ungekutelekeza ingekuaje? Anamaliza kwa kuuliza swali hivyo. Ujumbe ni mwingi kweli, lakini maliza na ujumbe wa Jafet Matias wa Muganza Ngara. Kiukweli wazazi tujitahidi kuwajali watoto vizuri, maana ndio taifa la kesho. Pole sana watoto ambao wamepatwa na changamoto ya kutojaliwa. Mungu anawaona. Haya, ndivyo ambavyo nahitimisha kusoma ujumbe wako msikilizaji. Na sasa nikupitishe katika taarifa ambazo tulikuwa nazo asubuhi ya leo. Baadhi ya watoto wilayani Biharamulo mkoani Kagera wamewalalamikia baadhi ya wazazi na walezi kuwa chanzo cha ukatili kwao kutokana na majukumu ya utafutaji. Na baadhi ya wakazi wilaya ya Gwibaga mkoani Bujumbura nchini Burundi wamehofia maeneo yao kugeuka kuwa jangwa kutokana na ukataji holela wa miti. Kwa niaba ya wote waliosikika, mwandaji wa kipindi hiki ni Zawadi Bashemela. Mimi ni Marco Bundala Pastori. Endelea kusikiliza Asubuhi Njema na endelea kuisikiliza Radio Kwizera FM.